Ujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Muda mchache tu baada ya mazishi ya aliyekuwa kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran Ayatollah Al-Khamenei, ripoti kutoka vyombo vya habari vinaeleza kwamba kulikuwa na mashambulizi yaliyofanywa na nchi za Kiarabu katika maeneo ya Bushehr, miongoni mwa maeneo ambayo yana kinu cha nyuklia nchini Iran. Hata hivyo, mashambulizi haya yalikanwa na Wamarekani. Marekani imesema haikufanya mashambulizi hayo, na ndege hizo zililenga katika maeneo ya kijeshi ya wanamaji katika mji wa kusini mwa Iran wa Konarak. Katika hatua nyingine, kulingana na gavana Mohamed Yunis Haqqan, shirika la habari la IRNA limeripoti. Akizungumza na IRNA, amesema milipuko miwili ilisikika katika eneo hilo la jeshi la wanamaji na kwamba eneo hili lilikuwa likilengwa na ndege za kivita za adui katika hatua mbili. Aliongeza kuwa vyombo vya uokoaji, usalama na vyombo vingine muhimu vilitumwa mara moja katika eneo hilo la tukio, na kusema uchunguzi wa shambulizi hilo na maelezo yake unaendelea. Hata hivyo, Marekani imekana kuhusika na mashambulizi hayo. Hakukuwa na neno kutoka ikulu ya White House wala hakujatajwa taarifa yoyote kutoka Pentagon kuhusu tangazo lolote la operesheni kuhusu milipuko ambayo inaripotiwa nchini Iran. Kinachoelezwa ni kwamba kuna baadhi ya vyombo vya habari vya Marekani vinaripoti kwamba Marekani haikuhusika, wakimnukuu afisa wa Marekani ambaye hakutajwa jina, walakini hii haijathibitishwa. Hii ni kuhusu ripoti pekee na milipuko ya hivi punde, lakini baadhi ya taarifa zikisema kwamba mataifa kama vile Kuwait na Bahrain zimeshiriki katika kufanya mashambulizi dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Wachambuzi wa mambo wanasema kwamba ni kama vile Waarabu wameamua kuishikilia vita ya Marekani dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku wakitoa tahadhari kwamba maeneo yao huenda kashambuliwa vibaya mno kutokana na namna ambavyo wao wameamua kujibu. Masaa machache tu baada ya kuzikwa kwa Ayatollah Al-Khamenei, milipuko mingi ilisikika katika maeneo karibu na Bushehr, nyumbani moja kwa moja katika vinu vya nyuklia vya Iran na jiji la karibu la Chohadak. Shirika la habari la Mehr limeripoti likisema milipuko mingine mitatu ilisikika katika mji wa kusini wa Konarak. Kamandi kuu ya Marekani iliambia Al Jazeera kwamba jeshi la Marekani halijafanya mashambulizi yoyote nchini Iran katika saa chache zilizopita. Baada ya kamandi kuu ya Marekani kusema kwamba haikushiriki katika mashambulizi hayo, kilichotokea ni baadhi ya vyombo vya habari kusema kwamba Kuwait imeshiriki katika mashambulizi hayo na kwamba wakati huu wa Iran watapambana na Kuwait pamoja na nchi zingine za Ghuba ambazo zinashiriki katika kuishambulia nchi hiyo. Baadhi ya taarifa pia zimeeleza kwamba hata mashambulizi ya awali ya Marekani yalitoka katika mataifa ya Kiarabu. Baada ya Iran kushambulia meli tatu za mafuta katika lango la bahari la Hormuz siku ya Jumanne, vikosi vya Marekani vilishambulia maeneo yaliyolengwa nchini Iran siku mbili mfululizo za usiku, na Trump alitangaza katika mkutano wa kilele wa viongozi wa NATO huko Ankara mnamo Jumatano kwamba makubaliano ya kusitisha mapigano yamekamilika. Nadhani imekwisha, sitaki kushughulika nao tena. Ni watukutu, wanaongozwa na wagonjwa na ni watu wa korofi na jeuri, alisema Bwana Trump, akieleza zaidi kwamba kuna kitu kibaya kwao, wao hawasikii kwa jinsi ninavyohusika. Imekwisha, alisema. Hata hivyo, wa Iran walijibu mashambulizi ya anga ya Marekani kwa kurusha makombora na ndege zisizokuwa na rubani katika maeneo yenye uhusiano na Marekani huko Kuwait, Bahrain, Qatar na Jordan, mataifa ambayo yanatajwa huenda ndio ambayo yanahusika wakati huu na mashambulizi haya. Licha mapambano ya hivi punde, hakuna upande ambao umeonyesha nia ya kuanza tena uhasama wa kiwango kikubwa zaidi wala kuonesha nia ya kurudi katika mazungumzo, licha ya Trump kusema kwamba baada tu ya mashambulizi ya awali wa Iran walitaka mazungumzo. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Naitwa Damu.